Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 15, siku ya Jumatatu. Somo linasema mbwa mwitu wakali. Soma Matendo ya Mitume sura 20:27 hadi 32. Ni maonyo gani mahususi ambayo Mtume Paulo aliwapa viongozi wa kanisa kutoka Efeso kuhusu ukengeufu unaokuja? Kusudi la ushauri wa Paulo lilikuwa kuandaa kanisa kwa kile ambacho kilikuwa kinakuja. Katika vifungu hivi anaeleza mambo makuu mawili. Kinachomsikitisha ni kwamba mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Matendo 20:29. Kwa maneno mengine, waumini wangekabiliwa na mateso makali, lakini kutokea ndani ya kanisa. Mtume alionyesha masikitiko yake aliposema, tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Matendo ya Mitume sura 20:30. Uzushi ungeingia kanisani. Mafundisho ya uongo yangewekwa mahali pa kweli za Mungu. Mazoea ya kipagani yangetawala. Katika karne ya 4 na ya 5, maridhiano yaliingia kwa hila ndani ya kanisa la Kikristo, na kusonga mbele kwa utume ukionekana kuwa sababu ya uhalalishaji wake. Lakini matokeo mabaya yalikuwa ni kuacha kweli za neno la Mungu. Soma Wathesalonike wa pili sura ya 2 aya 7 hadi 12. Mtume Paulo anaelezaje ukengeufu unaokuja? Je, wanapaswa kutarajia sifa gani? Maelezo ya Paulo, ile siri ya uasi hivi sasa inatenda kazi, ni yenye maana. Hata katika siku za Paulo kulikuwa na kuondoka taratibu kutoka kwenye ukweli wa neno la Mungu kuhusiana na utii kwa sheria ya Mungu. Kuondoka huku ungeimarika katika karne za baadaye. Kinyume na amri ya pili, sanamu ziliingizwa katika ibada ya Kikristo. Kwa milenia, sanamu zilikuwa mstari wa mbele katika dini zote za kipagani. Ili kufanya Ukristo ukubalike zaidi kwa wapagani wanaokuja katika kanisa la Kikristo, miungu ya kipagani ilibadilishwa na kuitwa majina ya wale waliokuwa watakatifu. Jumapili, siku ya ibada ya Mungu Jua, ilipitishwa hatua kwa hatua kuwa siku ya ibada ya Kikristo kwa heshima ya ufufuo. Siku hii ya uongo, ambayo haijaidhinishwa na maandiko, inaendelea kushikwa hata sasa. Ni aina gani ya maridhiano tunayoyaona yakiingia kanisani leo? Muhimu zaidi, ni maridhiano gani unaweza kuwa unayafanya? Je, wakati mwingine ni kwa kuchanganya ukweli na makosa? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Aprili 15, mbwa mwitu wakali. Na hiyo ndio tamati ya somo letu siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo dumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.